Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi cha leo tutaangazia ushirikishwaji wa wakulima wa karanga katika kuzalisha mbegu bora zilizofanywa utafiti na TARI kituo cha Naliendele. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI kituo cha Naliendele. Mtazamaji, TARI kituo cha Naliendele, moja ya jukumu lake la kitaifa ni kutafiti zao la karanga na kumsaidia mkulima wa zao hilo kuwa na kilimo chenye tija. Katika utafiti wa zao la karanga, TARI Naliendele, baada ya kufanya utafiti wa kina na kuzalisha mbegu bora, hufanya utafiti shirikishi kwa kuwashirikisha wakulima wa zao hilo ili kwa pamoja kupata mbegu iliyo bora zaidi kulingana na maeneo. Katika utafiti wetu wa zao la karanga, mara nyingi tunafanya utafiti shirikishi. Napomaanisha utafiti shirikishi ni utafiti ambao tunashirikiana na wakulima ili kuleta mbegu bora. Kwa sababu mbegu bora, hadi iwe mbegu bora, lazima kuwe na wakulima ambao wamekusaidia kusema hii mbegu labda kwa ukanda wao wameona inafaa, inavumilia magonjwa gani ukilinganisha na ile mbegu ambao wanailima siku zote. Au na vivyo wanaweza wakasema hii ina kasoro ukilinganisha na mbegu ambao tunalima siku zote. Kwa hiyo inatusaidia sisi watafiti kuangalia kitu gani tuongeze ili kufanya ile mbegu iwe bora zaidi kulingana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa sasa hivi katika utafiti wetu tumeenda karibia kanda tofauti tofauti. Tumefika mikoa, kwa mwaka huu tujipanua zaidi, tulienda mkoa wa Katavi, tukaenda mkoa wa Kigoma, vile vile tumeenda mikoa ya kanda ya Ziwa ambako tumeenda katika wilaya ya Maswa tumefika, vile vile wilaya ya Magu tumefika, mkoa wa Tabora tunafanya kazi kwa muda mrefu, na mikoa mingine kama hii kanda ya kati ambao ni Dodoma, hiyo tunafanya kazi kwa muda mrefu. Sasa tukifika kule waga wakulima tunakuaga na vitu karibia 4 au 3 vya kuwapa wakulima. Cha kwanza tunawapa hizo mbegu za utafiti shirikishi ambao mara nyingi tunakuaga na mbegu kuanzia kwenye 17, sengine zinaweza zikafika hadi 20 na kitu, lakini kwa sasa hivi tumeboresha, kila mkulima mmoja tunawapa aina 3 ya mbegu, ambapo pia katika hizo aina 3 ya mbegu mkulima anatakiwa yeye kama yeye aangalie katika shamba lake akipanda zile aina 3 za mbegu ipi yeye ameona kuwa inafaa kwa vigezo tofauti tofauti katika kuvumilia magonjwa, katika ule nanilie hali ya hewa yake ipi ameona inafaa, na vile vile soko. Tunaangalia sana soko kwa sababu karanga sokoni imetailiwa na mambo mengi. Kuna karanga ambao wengine soko lingine wanapenda karanga ndogo ndogo, kama ukienda Dodoma ambao inakuwa na rangi ya tani au nyeupe. Ukienda kama mikoa ya Katavi wanapenda karanga nyekundu lakini size yake ni kubwa. Ukienda mikoa ya Kigoma pia wanapenda karanga nyekundu ambao size yake tunasema ni kubwa, lakini ukienda Tabora wanapenda kama hii ya kanda ya kati ambayo inakopo size yake ni ndogo au size ya kati. Sasa tunapowapelekea hulo utafiti shirikishi, wakulima wakishachagua, sisi zile wanazochagua wenyewe wakulima inatusaidia sisi kusupport, kwa sababu ile zilizowapelekea pia tumefanya vituoni kuangalia sisi huku kituoni ule ufanyaji wake kazi, ubora wake na ukula walivyochagua wakulima vinafanana. Au labda sisi huko sababu tumeweka kila kitu vizuri, labda mbolea nini, labda kwa wakulima ile imekata. Kwa hiyo ile inatusaidia ile document kuipeleka TOSCI ambao ni mamlaka ambao wanatusaidia kutoa mbegu bora. Kwa wakulima mara nyingi tunawapelekea mbegu ambazo katika utafiti shirikishi ambazo bado hazijatolewa kuwa mbegu bora, ndio zipo kwenye utafiti. Ila hapo pia tunaweka na mbegu bora ambayo imechukua, kwa mfano tukiweka tunaweka labda kwa mfano Mangaka ambao hiyo inalimwa eneo kubwa, ili waiangalie hizi mpya ambazo tunataka kutoa zina ubora kuliko ile nyingine. Hicho ni kitu cha kwanza tunachowapelekea wakulima. Ila pia tunawapelekeaga mbegu ambazo tunasema za demo, shamba darasa. Shamba darasa yenyewe tunaweka mbegu ambazo tayari zimeshaidhinishwa kuwa mbegu bora. Na hapo tunawekea mbegu 3, wanaweka na nyingine ya kwao ya asili ambao wanalima pale. Sasa ile ni maana yake ni kuitangaza zile mbegu bora, kwa sababu mbegu bora ukiitoa inawezekana wakulima hawaijui. Kwa unavyoipeleka pale wenyewe sasa waiangalie
hizi mbegu zilizotolewa tayari zimeshatolewa, unaitangaza. Kwa hiyo mkulima hakiona hizi mbegu zilizotolewa moja hapo kwetu ni nzuri, wanatupa sisi taarifa kwa hii ni nzuri, kwanza ina sifa ya soko, ina sifa labda ya mazingira ya hapa na vitu vingine ambavyo wenyewe wanaviangalia kwenye kuchakula ni nzuri, au watoto wakila ni labda ni tamu. Kwa hiyo hile inatusaidia sisi kama tunataka labda nipeleke karanga Tabora au Katavi, aina gani ya karanga ambao kwao wameona kuwa inawafaa, ndio maana hiyo mbegu bora. Kwa hiyo kutokana na hiyo mbegu bora ambao ni shamba darasa wakishachagua, kwa sasa hivi mara nyingi kwa wale maeneo tukishapeleka kama ni mapya, kila mwaka tunawapelekea karibia mbegu za hekta 2. Zile hekta 2 natokana na zile katika mashamba darasa wamechagua mbegu gani bora. Kwa hiyo ndio tunawapelekea shamba ya hekta 2 ili waanzishe kuzalisha zile QDS, na baadaye na vile tunawafundisha hao extension kwa kushirikiana na TOSCI, na tunawafundisha wakulima kuzalisha mbegu bora hili mbegu zisambae kwa sababu mbegu za karanga zinatakiwa sana, tena uzalishaji unaonekana bado mdogo. Kwa hiyo tukitumia vile mbegu zinaenda haraka kwao na wakulima wanafanya kilimo chenye tija, kwa sababu mbegu zetu zinazaa sana, zinavumilia magonjwa na hizi changamoto za tabia ya nchi. Kwa hiyo hicho ndo mara nyingi tunachokipata. Kwa hiyo kwenye maeneo ambayo tumefika tumewapelekea hayo, tunatarajia mwakani wanapata mbegu za kuanzia kwa ajili kuendeleza hicho kilimo. Mtazamaji, na sasa tuangalie wakulima wa wilaya ya Kigoma wanavyoshirikishwa kwenye utafiti wa zao la karanga. Hapa mratibu wa uhaulishaji wa teknolojia na mahusiano wa TARI na Liendele, Bakari Kidunda, anaeleza kazi zilizofanyika katika utafiti shirikishi wa mbegu bora za karanga katika wilaya ya Kigoma. Leo hii tuko hapa kwenye shamba darasa katika kijiji cha Mahembe, tarafa ya Mahembe, wilaya ya Kigoma, tukiwa na wakulima wa zao la karanga. Katika shamba hili tuna kazi kuu mbili. Tulikuwa na shamba darasa na pia tulikuwa na utafiti shirikishi. Kwa hiyo eneo hili nililopo hapa tulikuwa na aina mbalimbali za karanga, mbegu bora ambazo tayari zimeshasajiliwa. Kwa hiyo kwa shamba hili tulikuwa na Nach 2015, lakini pia tulikuwa na Liendele 2016 na mbegu za asili. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu ambayo wakulima wenyewe wameshiriki na kujifunza kanuni za kilimo bora cha zao la karanga, kwa maana ya upandaji nafasi kwa nafasi kati ya mstari na mstari, lakini pia wameweza kufanya tathmini ya mbegu gani ambayo inaweza ikawafaa zaidi katika haya maeneo, na vile vile kuainisha na kutambua magonjwa masumbufu, hususan ugonjwa wa ukoma na jinsi ya kupambana na ugonjwa huo. Kupitia wakulima wa kijiji cha Mahembe wilayani Kigoma, unaweza kujifunza namna walivyoshirikishwa katika utafiti wa zao la karanga. Naomba nihamasishe wakulima walioko eneo hili na walioko nje ya hapa tulipo, wajifunze na wafuate taratibu za kulima kitaalamu, lakini pia kupanda kitaalamu, kwa sababu kuna faida. Ukipanda kwa mistari utakuwa na uwezo wa kupanda mbegu zako kama unavyotaka. Vinginevyo ukilima matuta, unaweza kama umelima eka moja, lakini mbegu utakazopanda pale utapanda nusu eka. Ile ardhi hizi tunasema ntalia, katikati ya tuta na tuta ni papana kiasi ambapo panasababisha mbegu, yani ile ardhi ibaki bila kupanda mbegu. Baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha. Asanteni sana. Mimi binafsi nimefurahishwa na kilimo hichi. Kwanza kuna mambo baadhi tumejifunza. Zamani tulikuwa tunalima karanga kienyeji, lakini baada ya kutuletea kilimo hichi tumeona kuna utofauti. Utofauti wenyewe baada ya kutuletea mbegu hii tumeipenda. Kwanza inavumilia ukame,
pili inapamba. Kwa kweli tumefurahishwa sana na kilimo hichi. Mbegu ambayo ni nzuri ndio kama hii tulionayo hapa. Pamoja na kuwa bado hatujaing'oa, lakini mimi binafsi nimeshaipanda huko kwangu, imeshakuwa tayari, nimejaribu kuing'oa, nimeona upambaji wake, na ndio maana naifurahia mbegu hii. Kwa nashukuru sana watu wa TARI watuletea mbegu hii ya karanga. Tumelima takriban miaka 3. Kama kilimo cha mwaka jana tuletea hii mbegu ya 3 hii. Kidogo tumeipenda na tumeifurahia. Kwa tunawaomba sana watu wa TARI watuletee mbegu hii. Mwaka jana ilikuwa kwenye ile ABC. Ila kwa mimi kwenye mbegu zangu nilizozipata ilikuwa kwenye B ndio ilipokuwepo. Na mwaka huu tena nimeipanda ipo kwenye C ndio nimeikuta. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunawaomba sana watu wa TARI watujaribu kutuletea tena hiyo mbegu ili tuipande, tuangalie mafanikio yake. Asanteni sana. Ni kweli hii karanga kwa kulingana na ambavyo tulivyokuwa tunapanda sisi kupanda bila kufata utaratibu na kanuni. Ni kweli mimi naona kama tulikuwa tunafeli sana na tulijinyima vingi. Baada ya kuingia hii miaka 3 naona kama manufaa naona kama tumefanikiwa. Kwa sababu ukipanda kwa kufuata vipimo unavuna mavuno mengi tofauti na vile tulivyokuwa tunapanda kwenye matuta. Niseme kwamba niwashukuru hawa TARI kwa kutuletea mbegu na kutuelekeza kwamba upandaji wake ni upi. Mtazamaji, hawa ni wakulima wa kijiji cha Mwadila, wilaya ya Maswa, mkoani Simiyu. Wanaonesha namna walivyopanda mbegu za karanga kutoka TARI na Liendele, ikiwa ni sehemu ya utafiti shirikishi. Kamba hii unayoiona ndiyo wametumia kupanda karanga kwa mstari kwa kuzingatia maelekezo ya watafiti wa kilimo kutoka TARI na Liendele, ambapo alama nyeusi katika kamba hiyo ni vipimo kutoka shimo moja hadi jingine katika mstari ulionyooka, ambapo shimo hadi shimo ni sentimita 10. Na hiki kijiti kirefu ndicho kipimo cha mstari hadi mstari, ambacho kina urefu wa sentimita 50. Baada ya mafunzo hayo kukamilika, wakulima walioshiriki wanaeleza watakavyonufaika na elimu hiyo. Tulipokea mbegu za aina kama 2 na Chingwea 9 alafu na Liendele 16. Tulipanda tarehe 18 mwezi wa 11 tukamalizia 19 mwezi huo wa 11. Basi baada ya hapo tulichukua kama wiki 2 hivi tukaanza palizi. Basi ndivyo vipimo vya tulielekezwa kwamba mstari hadi mstari ni sentimita 50, mche hadi mche ni sentimita 10. Kila mche tulikuwa tunaweka mbegu moja, yani karanga moja. Mimi nimefurahiwa sana na nimependezwa sana na hiki kilimo kwa sababu tofauti zipo kubwa sana. Kilimo ambacho tulikuwa tunalima zamani, kitu tunacholima na kiona ni kilimo ambacho hakina mafanikio makubwa. Yani hakitoi mavuno makubwa. Hiki kilimo cha kupanda kwa mstari, yani kina matunda
mazuri sana tena makubwa ambayo kwa kweli yanafurahisha sana. Tumefurahiwa sana na hiki kilimo cha kupanda kwa mstari. Kina mavuno mengi zaidi. Sawa, wataalamu tulipofundishwa, yani tukaona kwamba kwanza tulizarau tu hizi tufanye nini hizi, sitakuwa zero tu. Sasa kilicho tutaweza tuone tena ubora wake tu ni uona mimi baba, ona tu kilo moja inakutolea, kilo moja inakutolea junia na wewe unatupa mwa kilo hata 10. Uje utoe sijui majunia 5 tu kwa kupanda wa mchanganyiko tu mchakula umo nini kunde na pamba umo wengine wanachanganya. Mtazamaji, sasa tuwasikilize wakulima wa zao la karanga wa wilaya ya Magu mkoani Mwanza. Wakulima hawa wameshiriki katika utafiti wa mbegu bora za zao la karanga, ambapo sasa kutokana na mafanikio ya tafiti walioiona, wanahitaji mbegu nyingi zaidi ili wazalishe kwa wingi. Utafiti tumeona Nalilende ndio ina karanga nzuri zaidi na mbegu zake ni nzuri zaidi. Rangi yake nyekundu na ni mbegu kubwa. Nachi nayo ni mbegu nzuri, ina rangi nyeupe, na vile vile wakulima wameipendelea kwa kuionja, wameona ni tamu zaidi na ina mafuta mengi zaidi. Tumeng'oa na mbegu yetu ya asili ya wakulima tunayolima huku kila miaka. Yenyewe nayo imeonekana imechukua nafasi ya 3. Mbegu niliyoishikilia hapa ni Nachi. Nimeipendelea kwa kuzaa na kwa utamu na kwa mafuta na kwa kupendeza rangi yake. Ndo nimeipenda. Yetu ya Kisukuma na yenyewe ni nzuri, ila sio nzuri sana kama Nachi. Nachi ndo tumeipendelea sana wakulima wote. Kwa hapa niliposhikilia hii karanga, ni karanga yetu ya Kisukuma tunayolima Mwambanga. Kwa sababu nimeona kuna karanga nyingine tumepewa zile za Chingwea pamoja na Nachi. Nimeona zenyewe ni nzuri zaidi kuliko za kwetu tunazolima. Kwa sababu nimeziona kwa sababu zinazaa sana, alafu ni tamu, alafu zina mafuta mengi. Na rangi ni nzuri. Sasa tunaomba sasa watu waongezee zile karanga nyingine kusudi tulime mwakani nyingi zaidi. Kulingana hali ya hewa, kuna kipindi hali ya hewa inakuwa nzuri, mvua zinakuwepo. Mazao ya aina kama haya aina 3, Nachi, mbegu ya Kisukuma pamoja na Nendere huwa tunapata matunda mengi. Lakini bahati mbaya inapokuwa hali ya hewa mbaya, kwa mfano kama ukame unazidi, ukilinganisha mbegu yetu ukitofautisha mbegu yetu ya Kisukuma na mbegu zingine za kitaalamu, kwa mbegu yetu ya Kisukuma hatupati mazao yaliyo mengi, tunapata mazao kidogo. Lakini kwa mbegu aina ya Nendere pamoja na Nachi tunapata matunda mengi. Kwa hiyo angalau sasa kwa sisi wakulima kupitia kikundi hiki tumeona nafuu, wataalamu wazidi kutuletea mbegu kwa wingi hizi aina na Nendere pamoja na Nachi, kwa sababu zinatoa matunda mengi hata katika kipindi cha uhaba wa mvua. Mtazamaji, TARI kituo cha Naliendele kwa kushirikiana na wakulima wa karanga katika kijiji cha Mwamimbanga, wilaya ya Magu, pamoja na wakulima wengine wa karanga katika maeneo mbalimbali hapa nchini, wamejipanga kuzalisha mbegu bora zinazokabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kukinzana na magonjwa.
Katika kijiji hichi cha Mwamibanga, wilaya ya Magu, changamoto tuliyoiona hapa kubwa ni ukame. Na katika mbegu ambazo tuliwapatia hapa kwa ajili ya majaribio, lakini zingine zile kwa ajili ya utafiti, mbegu ambazo zimeonekana kufanya vizuri ni mbegu aina ya Naliendele 16 na mbegu aina ya Nachi 15. Mbegu hizi ni kati ya mbegu tulizonazo ambazo sifa kubwa ni kustahimili ukame, lakini pia zina uwezo mkubwa wa kustahimili magonjwa. Kwa kama taasisi tumeona kwamba ili kutatua changamoto hizi za ukame na magonjwa kwa maeneo haya, tumejipanga kuwafundisha wakulima wa kijiji hichi cha Mwamibanga ili waweze kuwa wazalishaji wa mbegu kwa daraja la umbegu. Mbegu hizi zitaweza kuzalishwa hapa kijijini na zitaweza kusambazwa katika wilaya hii. Tunaamini kuanzia msimu ujao wakulima wa wilaya ya Magu hawatakuwa na changamoto tena ya ukame na magonjwa, kwa sababu mbegu tutakazowapatia au mbegu zitakazozalishwa katika wilaya hii ni kati ya mbegu zinazovumilia ukame na zinazovumilia magonjwa. Katika mbegu tulizonazo taasisi kituo cha utafiti wa TARI Naliendele, mbegu ya Nachi 15 na mbegu ya Naliendele 16, kwanza ni mbegu zinazovumilia ukame hata kama kuna mazingira magumu ya ukame. Kama tulivyoona hapa, zile mbegu za kienyeji hazijafanya vizuri kabisa, lakini mbegu zetu hizi za Nachi na Naliendele zimestahimili ukame na mavuno yake ni mazuri. Lakini pia mbegu ya Naliendele 16 ni kati ya mbegu ambazo zinavumilia sana ugonjwa huu wa ukoma, ambalo ni tatizo kubwa kwa maeneo mengi. Kwa hiyo tunatumaini sasa wakulima wa wilaya ya Magu kama wakilima mbegu hizi itawasaidia sana kupunguza changamoto hizi za ukame, lakini pia na changamoto za magonjwa, kwa sababu mbegu hizi zinavumilia sana. Mtazamaji, hadi hapo tunafikia mwisho wa kipindi hiki. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asante.